Jamaa na marafiki wa watu waliouawa wakati wa maandamano na ghasia kipindi cha uchaguzi mkuu nchini Tanzania wanaendelea kusimulia machungu ambayo wameachwa nayo. Mamia ya watu leo walijitokeza kuhudhuria ibada ya misa ya wafu ya aliyekuwa kiongozi wa vijana wa chama cha upinzani Chadema, Christian Mtabazi, ambaye mwili wake ulipatikana umetupwa barabarani. Jamaa wa marehemu wamesema kwamba mwili wa kijana huyo ulipatikana ukiwa na majeraha. Mwandishi wa BBC Robert Kipto amezungumza na mmoja wa viongozi wa chama cha Chadema waliohudhuria misa hiyo mjini Mwanza. Mwanza hali ilikuwa mbaya zaidi. Waandamanaji na ambao sio waandamanaji wameuawa kwa wingi kwa kweli, na kiongozi wa Chadema ambaye ni mwenyekiti wa baraza la vijana wilaya ya Nyamagana mkoani Mwanza pia aliuawa tarehe 29, na leo ilikuwa ni ibada ya kumuaga mwili huo wa marehemu ili kuelekea kumpumzisha huko mkoani Kagera. Ujue kwa kweli hali ilikuwa mbaya, watu wamekufa wengi sana. Siwezi kusema ni idadi ya watu wangapi kwa sababu serikali tunatarajia ndio tutatoa takwimu, lakini kwa kweli tosha kusema watu waliouawa ni wengi sana. Na huyu kiongozi wa vijana alikufa kwa mazingira gani? Kwa kweli ninaweza nikasema kiongozi wa vijana aliuawa. Tulikuja kumwokota ameshauawa barabarani, na ndipo mwili wake uliletwa katika hospitali ya Bugando. Baada ya nyinyi kufanya tathmini yenu, je, alipigwa risasi, alipigwa na watu ama ilitokeaje? Bado sijapata tathmini ya kutosha kama chama, lakini kwa majibu ya mwisho ni kwamba huyu kiongozi wetu hakuwa ameugua, hakupata ajali, aliuawa. Hilo ndilo neno ninaweza kulisema. Sasa aliuawa kwa njia gani? Hilo naweza nisiseme kwa muda huu. Aliuawa. Na nyinyi kama chama, jamaa, familia, mmepokeaje kifo chake na vifo vya wengine ambao vilitokea wakati wa machafuko yaliyokumba katika maeneo kadhaa nchini Tanzania? Sisi kama chama tumesikitishwa sana, tumeumia sana. Ndio maana kauli ya chama tunapeperusha bendera mnusu mlingoti kwa maana ya kufanya maombolezo. Lakini nikilisemea hili jambo lilotokea kwa kiongozi wetu hapa Nyamagana Mwanza, limetuumiza sana. Leo katika msiba huu watu wamelia sana, watu wamezimia, watu wameghadhabika vya kutosha katika kiwango ambacho sisi kama viongozi tumewatuliza katika namna ambavyo hali ilivyokuwa leo hapa msibani, hasa ukizingatia huyu kijana mwenyewe alivyokuwa ni mtu ambaye anapenda kupigania haki, ni mtu ambaye alikuwa kiongozi wa vijana, hakuwa mwandamanaji, lakini ameuawa. Sasa hii imekuwa ina maumivu makubwa sana katika eneo letu hili la hapa, na sijui ataisha lini, lakini tunamwomba neema ya Mungu kwamba aturudishe uvumilivu. Na idara ya polisi imesema lolote kuhusiana na uchunguzi wa kifo chake? Mpaka sasa hatujapata taarifa yoyote ya jeshi la polisi au idara yoyote ya serikali ya kuhusu uchunguzi wa kifo chake, na tunaamini labda tutapata. Sisi tunaamini kwamba ndugu yetu, kiongozi mwenzetu aliuawa. Tumepata ripoti kutoka maeneo mbalimbali nchini Tanzania kwamba kuna familia nyingi ambazo hawajui wapendo wao waliko. Kuna baadhi ya wengine watu wao waliuawa, walipelekwa kwenye chumba cha kuhifadhia maiti na wamekwenda kule na hawapati miili yao, huku wengine wanakatazwa kuchukua. Je, Mwanza hali ni vipi? Kadhalika hili lipo na linaweza kuwa limetokea, ila tulitumia nguvu kubwa sisi kuhakikisha huu mwili tunaweza tako tulivyopata taarifa, tuliendelea kupambana huku na kule, mahusiano ya baadhi ya wafanyakazi wa hospitali ili kuhakikisha mwili wetu unakuwa salama. Na ndio maana tumejitahidi sana kuhakikisha tunaweza tukaustiri mwili wetu. Inaweza hiyo changamoto ikuwepo maeneo mbalimbali na mengi. Kwa hiyo ndugu yetu pia imetokea hizo changamoto, lakini tumejitahidi sana kupambana sana kuupata huu mwili. Na kama chama, ninyi mmechukua hatua gani ili kuwasaidia jamaa ya wale waliopoteza wapendo wao au wale waliojeruhiwa wakati wa maandamano? Tumesaidiana kuhusu kupata fedha, angalau kuona tunaweza tukazika kwa heshima, na bado tunaendelea kuchangishana fedha kuziona miili ya marehemu ambayo tunapaswa kushika mkono, kusaidia, kutiana moyo kama watu wa Tanzania ambao mtu akipata matatizo tuna wajibu wa kushikamana na kushirikiana kuwasaidia familia ambazo uwezo wao wa kiuchumi ni mdogo. Kutokea kwa vurugu za maandamano wakati wa uchaguzi mkuu nchini Tanzania, baadhi ya familia zimeelezea kupoteza wapendwa wao, ambapo baadhi wamethibitisha kuuawa, huku wengine mpaka sasa bado hawajui wako wapi, baada ya kuwatafuta hospitali, hasa maeneo ya kuhifadhi maiti na vituo vya polisi. BBC imezungumza na wahudumu wa afya, ikiwemo madaktari kutoka hospitali binafsi na serikali. Wanasema kuwa magari yamekuwa yakichukua miili na kupeleka maeneo yasiyojulikana.
Aidha, madaktari hao wameomba kutotajwa majina yao kutokana na hali ya usalama. BBC imemtafuta msemaji wa serikali ya Tanzania kujibu madai hayo bila mafanikio. BBC imezungumza na mmoja wa mkazi wa Dar es Salaam ambaye hadi sasa familia yake haijui ndugu yao yuko wapi. Mimi naitwa Shabani Sefu, ni mkazi wa Nondoni. Huyu aliyopotea ni mtoto wa shangazi yangu. Siku ya tarehe 29 alitoka nyumbani na kuelekea kwenye, nilipopata taarifa anaelekea kwenye kazi zake. Ukatokea taharuki ile siku ya tarehe 29, kwa hakurudi nyumbani. Kwa hiyo ilifika tarehe 30 hajarudi nyumbani. Tarehe 2 ndio tulianza kumtafuta. Hatukufanikiwa kumtafuta, ni maeneo mbalimbali ambayo tulikuwa tunaulizia kazini kwake, wanasema hakufika. Maana yeye ni mtu ambaye alitoka, inaonekana kazini pia hakufika. Alitokea Mbagala lakini hakufika kazini kwake, ilikuwa ni Ubungo. Tarehe 2 tukaanza kumtafuta kituo cha polisi, tukaenda kutoa taarifa Temeke. Wakatushauri twende hospitali, tukaenda hospitali ya taifa hospitali ya Temeke pale. Tukaenda kumwangalia, hatukumpata. Tukaja Amana, hatukumpata. Kwa hiyo tukaja leo, tukashauriana leo tukutane baada ya ndugu. Tulikutana Mwananyamala hospitali, tukakutana pale, tukatoa taarifa, wakatupa maelekezo, tulichukua kibali pale, ndo tukaenda kumwangalia odi za wagonjwa. Tumuona, tukaambiwa twende Munchwali. Tukaenda na kile kibali, tukaenda Munchwali, hatukumuona. Kaondoka hapo, tukajishauri twende Mloganzila. Baadhi hapo kuna ndugu ambao walienda Muhimbili, tukagawana, wengine tukaenda Mloganzila. Kwa ndo tulienda Mloganzila. Tulipofika pale, tulitoa maelezo, wakasema kwamba hapa walipokuwepo na maiti zipo tu ambazo zina wenyewe. Kwa walitupa ile karatasi, ina maana haina haja kwenda Munchwali kuangalia. Tukaondoka, ndo nikarudi mpaka sasa hivi, na tukapata mawasiliano wa watu walioenda Muhimbili na wao hawakufanikiwa kumuona. Kwa mpaka sasa hivi hatujui alipo. Yeye ana mazoea ya kutoka nyumbani labda na kwenda sehemu, yani akalala sehemu nyingine mbali na nyumbani? Hapana, ndio maana tukawa na shauku ya hivyo, kwa sababu huwa anaenda kazini na anarudi. Kwa hiyo ndio maana tukawa na shauku ya kumtafuta, kwa sababu sio kawaida yake. Kuna marafiki zake wote wa karibu ambao wanajua labda pengine mienendo yake? Kaka yake mzazi ambao anazaliwa naye aliwapigia baadhi ya watu wanaofanya naye kazi, ambao wanasema kwa ile siku hakufika kazini. Sasa ndo hatujajua kwamba alipotelea mazingira gani. Kutokana na zile vurugu, labda maana yatokea Mbagala mpaka kufika Ubungo, hapa katikati ndo hatujajua kwamba alifika au hakufika. Jina lake kamili ni nani na anafanya shughuli gani? Shabani Bakari Hamisi. Yeye ni mfundi wa furniture hivi. Umri wake kwenye miaka 24-25. Na kwamba tayari mmeshapita katika hospitali zote? Zote tushaenda, tumemkosa, na baadhi ya vituo vya polisi tumeenda vikubwa. Yani kule tunaambiwa tu kwamba tunashauriwa hivyo, vingine tuliambiwa tu wanaitwa kama Temeke, kule aliitwa, jina halipo wala hakuonekana. Kwa hiyo vingine wanasema walitushauri tu hivyo twende hospitali. Kwa hiyo mmehakikisha kwamba hakuna sehemu nyingine yote ambayo anaweza kwenda, labda ana familia sehemu ambayo anaweza kalala labda? Hapana, hana mtoto na hajaoa bado. Kote huko tumeshaulizia na hana, ni sehemu ambayo sisi tunajua kabisa anaenda kazini na kurudi. Hatuna taarifa hiyo kwamba anasema na mtoto au ana mke, hapana. Takriban siku 5 zimeshapita. Mmeamua nini ama mnatarajia kufanya nini kwa sasa? Bado tuna wasiwasi na hatujui tufanye nini. Kutokana na kupotea kwa ndugu yetu, sisi tunachoomba hata kwa serikali ingetupa namna yoyote, kama kuna watu waliopotea kutokana na ile taharuki au maandamano waliotokea, kwa sababu kulikuwa na vurugu. Kwa hiyo hatujui kwamba ndugu zetu wameelekea wapi, kama sisi ambao tuna ndugu wetu mpaka sasa hivi hatujamuona. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba kwamba kama kuna popote kaa polisi au yupo sehemu yoyote ambayo yupo, sisi tulikuwa tunaomba taarifa yote itufikie, au itoleke tamko yoyote kwa serikali tuweze kuwapi tuweze tunampata ndugu yetu. Hakuwa na shauku yoyote ya kushiriki maandamano. Katika hospitali za kibinafsi, madaktari wamefahamisha BBC kuwa walizidiwa sana na majeruhi na maiti na ilibidi watumie mpaka sehemu ya wodi ya watoto kuwahudumia waliojeruhiwa. Amesema kuwa hali ilikuwa mbaya
tulikuwa hapa kazini kwa siku 5, wagonjwa na majeruhi wengi. Sitasahau katika maisha yangu. Yalikuwa mazingira magumu zaidi ya kazi maishani mwangu. Mmoja wa madaktari jijini Dar es Salaam alisema hivyo. Miili tulipeleka sehemu nyingine, hospitali nyingine wakakataa kwa sababu nao wamejaza. Kwa hivyo tukarudisha hapa tukawaweka, lakini baadaye kuna magari yakachukua miili yote. Hatujui imeenda wapi. Katika hospitali ya taifa ya Muhimbili, madaktari ambao hawakutaka majina yao kutajwa wameiambia BBC kuwa magari yaliyokuwa na nambari ya usajili wa baraza la jiji la Dar es Salaam yamekuwa yakifika hospitalini na kusafirisha miili ya watu waliofariki wakati wa maandamano. Wamesema kuwa magari hayo yamekuwa yakifika hospitalini nyakati za usiku na kuchukua miili hiyo na haijulikani inapopelekwa. Maelezo haya kutoka kwa madaktari yameongeza uzito wa madai ya familia kadhaa ambao wamesema kuwa miili ya wapendwa wao haijulikani iliko. Familia nyingi zimedai kuwa wametafuta miili ya wapendwa wao waliofariki kwenye machafuko ya uchaguzi bila mafanikio. Juhudi za BBC za kutaka kupata ufafanuzi kutoka kwa msemaji wa serikali au idara ya polisi hazijafua dafu. Tukisalia msikilizaji, nchini Tanzania ni kwamba waangalizi wa Umoja wa Afrika wamesema katika taarifa yao hii leo kwamba uchaguzi wa Tanzania haukukidhi kanuni na viwango vya demokrasia. Waangalizi wa AU wanasema walishuhudia kanuni za uchaguzi zikikiukwa katika vituo kadhaa vya kupiga kura, ambapo baadhi ya wapiga kura walipatikana na zaidi ya karatasi moja ya kupiga kura. Serikali ya Tanzania imesisitiza kuwa uchaguzi huo ulikuwa wa huru na wa haki. Zaidi na David Nkia. Siku ya Jumatano, ujumbe wa uangalizi wa Umoja wa Afrika ulisema uchaguzi wa Tanzania haukufuata viwango vya kidemokrasia. Rais Samia Suluhu Hassan alitangazwa mshindi wa kura ya Oktoba 29, lakini wapinzani walishutumu serikali kwa udanganyifu na kukawa na maandamano sambamba na kutengwa kwa wapinzani wake wakuu. Waangalizi mbalimbali wa kimataifa wanasema walishuhudia kura zikijazwa katika vituo kadhaa vya kupigia kura, huku watu wakipewa karatasi nyingi za kupigia kura, pia ikibaini kutokuwepo kwa baadhi ya mawakala wa vyama vya siasa. Taarifa hiyo inaongeza kwamba wakati wa kuhesabu, waangalizi wengine walitakiwa kuondoka kwenye vituo vyao. Hata hivyo, serikali ya Tanzania inasema uchaguzi huo ulikuwa wa haki na uwazi na kwamba iwapo kulikuwa na dosari ndogo ndogo zitafanywa kazi. Chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Chadema, ambacho kilizuiliwa kushiriki uchaguzi huo, kinasema kwamba kimerekodi mamia ya vifo katika maandamano hayo. Boniface Mwabukusi, ambaye ni rais wa chama cha wanasheria wa Tanganyika anayewakilisha mawakili wa Tanzania bara, alisema anakadiria idadi ya waliofariki kwamba ni zaidi ya 1000 kutokana na ripoti kutoka kwa watu wa ndani. Hata hivyo, kupata hesabu kamili ya idadi ya watu waliofariki ilikuwa ngumu kwa sababu serikali iliwazuia watu kutuma picha ama video sambamba na taarifa za watu waliouawa. Rais Samia, ambaye aliapishwa kurejea ofisini Jumatatu baada ya kuibuka na ushindi wa 98% ya kura, alikiri kwamba kuna watu waliofariki, lakini serikali yake imewataja wapinzani kwamba wameongeza idadi ya vifo ili kuzua taharuki. Ujumbe wa AU uliongeza katika taarifa yake kwamba Tanzania inapaswa kuweka kipaumbele katika mageuzi ya uchaguzi na kisiasa ili kushughulikia vyanzo vya changamoto zake za kidemokrasia na uchaguzi zilizoshuhudiwa kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa wiki iliyopita. Serikali ilijibu kwa kuzimwa kabisa kwa mtandao, kusimamishwa kwa usafiri, na upinzani unasema mamia waliuawa na vikosi vya usalama, ingawa kupata habari zilizothibitishwa bado ni ngumu. Ujumbe wa waangalizi wa uchaguzi wa AU ulisema kwamba waangalizi wake walishuhudia wapiga kura wakipiga kura nyingi, huku wengine wakiruhusiwa kupiga kura bila ya utambulisho wao kuthibitishwa kwenye daftari la usajili. Tume hiyo imeongeza kwamba katika baadhi ya vituo vya kupigia kura, waangalizi walitakiwa kutazama upigaji kura kwa dakika 5 pekee na kisha kuamriwa kuondoka. Ripoti hiyo pia ilibainisha maandamano ya vurugu, milio ya risasi, kufungwa kwa barabara na uchomaji wa matairi katika baadhi ya maeneo kama vile Dar es Salaam, Mbeya, Mwanza, Kagera, Dodoma, Kigoma, Tabora, Buhungwa, Singida, miongoni mwa maeneo mengine. Siku ya Jumatatu, waangalizi wa uchaguzi wa Afrika walitoa ripoti ya awali wakisema kwamba Watanzania wameshindwa kufanya chaguo lao la kidemokrasia kutokana na kuzuiwa kwa wagombea wa upinzani, kudhibitiwa na vitisho pamoja na dalili za udanganyifu siku ya uchaguzi.